Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Ukienda wilaya ya Karagwe na Kyerwa na hasa kata za Kitwechenkura na Songambele, utakutana na watu wengi ambao wamekatwa mikono wakisingiziwa kwamba wamevua samaki upande wa Rwanda kwenye mto Kagera lakini na Kafunjo. Nataka nijue utaratibu ambao serikali inaweza kuweka kwa ajili ya kuongea na serikali ya Rwanda, lakini kuelewesha wavuvi ili waweze kujua mipaka yao, wasivuke kwenye maji ya Rwanda na wakaishia kupata adha hizi ambazo wamekuwa wanakipata miaka yote. Mheshimiwa Waziri, unazo taarifa? Mheshimiwa Naibu Spika, nalifahamu, nimekuwa kule. Jambo moja ambao nimthibitishie tu Mheshimiwa mbunge, kwanza kuna mahusiano kati ya hizi nchi wanachama wa Afrika Mashariki, na kuna ile taasisi yetu ambayo inahusika inaitwa ya Lake Victoria Foundation kwa ajili ya nchi zote EAC, na moja wa makubaliano ambayo tulikuwa tumeingia ni pamoja na kulinda wavuvi kutoka katika nchi wanachama kwa maana ya Rwanda pamoja na Kongo na Tanzania. Sasa yanapotokea matatizo kama hayo, moja ya kazi ya wizara ni kuhakikisha tunafikisha elimu, lakini tunaripoti juu ya matukio hayo mabovu. Lakini vile vile tukiwa wizara ikishirikiana na wizara za mambo ya ndani na jeshi la ulinzi wa taifa limekuwa na hiyo kazi mojawapo ya kuhakikisha usalama unapatikana katika maeneo hayo. Kwa hiyo sisi tutaongeza kasi ili haya matendo yasiendelee kutokea. Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Pareso. Swali la mbunge linauliza, je, lini serikali italipa fidia na riba kwa wananchi wa Manyara Kibaoni wilayani Karatu waliopisha upanuzi wa uwanja wa ndege Manyara? Mheshimiwa Geoffrey Kasekenya ni naibu waziri wa wizara hii ya ujenzi na anatoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali bado inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kulipa riba ya fidia kwa wakazi waliopisha upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Lake Manyara. Mara baada ya kupatikana fedha hizo, malipo ya riba kwa wananchi waliopisha upanuzi wa mradi huo yatafanyika. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Pareso. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Je, serikali sasa ipo tayari kwenda eneo husika kuwapa majibu haya wananchi hao? Swala la pili, je, ni lini sasa ujenzi wa uwanja huo kwa maana upanuzi utaanza rasmi, kwa sababu ni muda mrefu pamekuwa kimya, hakuna kinachoendelea? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tuko tayari, lakini na hakika wananchi watakuwa bado wanatusikiliza kuhusu majibu haya, lakini kama serikali kwenda pale tutakwenda kwa ajili ya kuwajulisha namna ya kulipa hiyo riba ya fidia. Na kuhusu lini tutaanza, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba mradi huu upo kwenye mpango ambao tunasaidiana na wenzetu wa World Bank. Mkandarasi ameshapatikana, taratibu ziko tayari na tunategemea kick-off kumkabidhi mkandarasi haitachukua muda mrefu. Haiwezi kachukua, kwa sababu tu ni taratibu zile za kibenki. Mkandarasi akiwa tayari kukamilisha taratibu zake, basi ujenzi wa huo uwanja utaanza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Ungele. Tekla Ungele. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.